Je, Kenya inaelekea kwenye siasa mpya kabisa au historia inajirudia tena? Manake kadri mwaka 2027 unavyokaribia, kauli zinazotolewa na viongozi, vita vya kisiasa vinavyozidi kupamba moto na kesi zinazofika mahakamani vinaonyesha kuwa hali inaweza kubadilika kwa haraka sana. Leo tumekuandalia video 5 ambazo zimezua mjadala mkubwa nchini Kenya. Kuna video ya zamani ya Francis Atwoli iliyorejea tena, Edwin Sifuna akitoa kumbukumbu za kisiasa, Murkomen na Gachagua wakirushiana lawama, mjadala mkali kutoka kwa kijana wa Gen Z kwenye podcast, na mwisho kabisa kesi mpya dhidi ya Spika Moses Wetangula. Je, matukio haya yana maana gani kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027? Tazama hadi mwisho alafu niambie maoni yako kwenye comment section. Na wewe ukitaka kuwa president katika Kenya hii, mimi ndio naweza kusaidia wewe kuraise hata 1 billion kwa dakika moja. Wale watu ambao wamekubaliana kwamba lazima William Ruto aende nyumbani ni wengi sana. Ni wengi sana. Na hakuna mtu ambaye angependa William Ruto aende nyumbani zaidi ya mwingine. Ule mtu mkabila na mpenda vita anaitwa Rigathi Gachagua alitangazia hata wenzake wenye wako opposition pamoja, wakasema msikanyake Olkalao na msikanyake Mount Kenya. So what is happening right now is an indication on what will happen in 2027, and it is the clear telltale signs of what Ruto did in 2007 and what he was indicted on charges of the ICC. And we are asking Kenyans to please take notes. Wherever you are, these are the kind of leaders that we have here today. These are the kind of leaders that are going around campaigning and asking to be given another chance. Kwanza kabisa turejee hadi mwaka 2021. Video ya Francis Atwoli imeanza kusambaa tena mitandaoni katika mkutano uliofanyika kabla ya tamko la Bukungu. Atwoli alisema ana uwezo wa kukusanya shilingi bilioni 1 ndani ya dakika moja kwa mtu anayetaka kugombea urais. Pia alisisitiza kuwa eneo la Western lilikuwa limejipanga kisiasa. Kauli hizi zimeibua mjadala mpya. Je, miaka kadhaa baadaye ushawishi huu bado upo au mazingira ya kisiasa nchini Kenya yamebadilika? Mtu hawezi kusema yeye anataka kuwa mkubwa wa Waluhya bila mimi kujua. Hiyo nataka niwaambie ukweli. Kwa ajili kiti ya kutafuta kiti kikubwa inataka pesa. Na wewe ukitaka kuwa president katika Kenya hii, mimi ndio naweza kusaidia wewe kuraise hata 1 billion kwa dakika moja. Ndio uwe president. Utauliza upresident na pesa ya kusaidiwa. Utatafuta pesa kiti ya urais bila kusaidiwa. Sisi ndio tuna marafiki na sisi ndio tunaweza kusaidia wewe upate urais. Pesa ya mtu binafsi haiwezi kukufanya kuwa rais, ama pesa ya kusaidiwa. Watu wengine wametumwa na wengine na sisi tunawajua. Na huwezi kuja kugawa jamii yetu kwa ajili wewe umetumwa. Mimi nataka kuambia nyinyi. Na mimi nataka kuambia nyinyi kuna Buhungu 3, Buhungu 3. Inakuja tarehe 26 mwezi wa 12 Disemba hapa Buhungu. Ukitaka kutembea Western, tembea kati ya sasa na tarehe 26. Baada ya tarehe 26 huu mkoa tutafunga. Sisi tutafunga. Sisi tutafunga sisi. Sisi tutafunga hapa. Shenzi sana. Unasikia hiyo? Kwa ajili ukiangalia maendeleo na mabilioni ya pesa ambayo serikali ya sasa imemwaga katika mkoa huu ni mabilioni. Angalia stadium yetu hii ya Kakamega. Angalia mabarabara. Angalia kila kitu. Zile pesa zimemwagwa hapa na serikali ni pesa mingi sana. Na usijiunge na kikundi kinasema tawe. Lakini wakati wengine wakikumbushwa kauli za zamani, wengine wameamua kukumbusha historia ya kisiasa ambayo wengi walikuwa wameisahau. Edwin Sifuna amerudisha mjadala hadi mwaka 2023. Katika video hii anadai kuwa baadhi ya viongozi wanaojionyesha leo kama watetezi wa wananchi walikuwa na msimamo tofauti wakati ule. Anawataka Wakenya wakumbuke matukio yaliyopita kabla ya kuamua nani wa kumwamini leo. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa mitandaoni. Je, viongozi wanabadilisha msimamo kutokana na mazingira mapya ya kisiasa au wananchi wanapaswa kuangalia historia kabla ya kuamini ahadi mpya? Mimi nitasema hili tu upande wa siasa za kitaifa. Wale watu ambao wamekubaliana kwamba lazima William Ruto aende nyumbani ni wengi sana. Ni wengi sana. Na hakuna mtu ambaye angependa William Ruto aende nyumbani zaidi ya mwingine. Kwa hivyo kile ambacho tunaomba wenzetu ambapo wako kwenye upinzani
wasifanye ile wanaita gatekeeping ya hii one term movement. Hakuna mwenye one term movement. Sisi wote hapa, hata Busia ukiuliza hapa kwenye soko, watu wanasema one term. Kwa hivyo usiwe ni kana kwamba wewe ndio unajichagua kwamba wewe ndio kiongozi wa one term movement. Wengine wetu kama Sifuna vile mnavyonijua, nilikuwa naimba Ruto must go 2023 nikiwa na sufuria kwa kichwa, na wakati huo hata Rigathi Gachagua bado alikuwa na nani? Alikuwa na William Ruto. Kwa hivyo tunataka kuwaomba wale viongozi walioko haswa kwenye upinzani, kama unakubaliana na kauli ya walio wengi wa Kenya kwamba lazima tumfanye Mheshimiwa Ruto one term president, tusitoe cheche ama semi ambazo zinapelekea kuwadhulumisha wengine wenye mawazo sawa na yenu. Unanielewa? Kwa hivyo hii mambo ya kuita watu project kwa sababu wewe unataka uonekane ni kana kwamba Kenya hii we have only a choice of 5 people. It is not possible. The people who are better than William Ruto in this country are more than 50 million. We are 55 million people. You cannot tell me we cannot find somebody who's better than William Ruto. So wasitufanye ama wafanye wa Kenya wafikirie kwamba ni watu watano tu walioko kwenye opposition, ati kama si huyu ni huyu ama si huyu ni huyu. Kenyans have choices. Kenyans have choices. Na hata hapa Busia kuna mtu amesimama urais. Kwa nini amuniulizi mambo yake? Sauti zote ambazo zinasema lazima tuikomboe nchi yetu lazima zifanye kazi kwa kipamoja, lakini hii mambo ya kurushiana cheche za maneno kwa sababu inatakana wewe uonekane na kwamba wewe ndio mwanzilishi wa hii mambo ya one term. One term tulianza sisi kina Sifuna 2023 tukiwa na sufuria kwenye kichwa tukisema Ruto must go, na wengine wenu mlikuwa wakati ule na nani? Na Ruto huyo ambaye mnasema ni mbaya. Sasa hivi wanasema tumetumwa, sisi ni project, kwa sababu unajua kuna wazee ambao wanafikiria vijana hatuwezi kununua hema kama ili tuweke mkutano hapa tuongee. So wanaanza kusema tumepewa pesa na watu fulani, watoe ushahidi kwamba tumepewa fedha na watu fulani. Kenya haijakosa viongozi and we cannot be limited in our choices. Na wakati mjadala huo ukiendelea, upande mwingine wa serikali nako mambo yamechemka zaidi. Sasa tuangalie mzozo unaozungumziwa zaidi wiki hii. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amemkosoa vikali aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Murkomen amedai kuwa Gachagua alihusika katika kuchochea hali ya taharuki Nyahururu na amesema ameelekeza uchunguzi ufanyike. Kwa upande mwingine, madai kama haya mara nyingi huzua mjadala kuhusu siasa na usalama wa taifa. Je, huu ni uchunguzi wa kawaida wa kiusalama au ni sehemu ya ushindani wa kisiasa kuelekea mwaka 2027? Tuambie maoni yako. Ile milifanyika hapo Nyahururu inatokana na matamshi ambayo haifai kwa wanasiasa. Ule mtu mkabila na mpenda vita anaitwa Rigathi Gachagua alitangazia hata wenzake wenye wako opposition pamoja, wakasema msikanyake Olkalao na msikanyake Mount Kenya. Hiyo matamshi inaishiria ya kwamba yeye alikuwa na mpango ya kuzuia wenzake wasifanye siasa kwa upande huu. Kwa hivyo ile investigation inaendelea, lazima ifikie pia matamshi ya Gachagua, tuone ni kwa njia gani alikuwa amepanga vita kupangia ndugu zake. Na ya kwamba nataka niwaombe wanasiasa, usijifanye una inside watu wengine alafu unakimbia upande unasema what has the government done. It's a shame that opposition leadership of this nature is existing in our country at such a time as this. And I have told the Inspector General of Police, regardless of any person's position and stature in society, kila moja mwenye anafanya mambo hayo lazima apelekewe hatua ya kisheria. Lakini wakati viongozi wakibadilishiana lawama, vijana nao wanaendelea kutoa mitazamo yao kuhusu mustakabali wa nchi. Kwenye podcast ya Political Headache, mmoja wa wachambuzi wa Gen Z ametoa maoni yaliyozua mjadala mkubwa. Amezungumzia historia ya uchaguzi wa mwaka 2027, akarejelea mijadala ya kisiasa ya miaka iliyopita na akatoa mtazamo wake kuhusu hali ya sasa. Haya ni maoni ya mzungumzaji, kauli zake zimegawanya maoni mitandaoni. Wapo wanaosema ameibua maswali muhimu, wengine wanasema amevuka mipaka. Je, wewe unaonaje? So what is happening right now is an indication on what will happen in 2027, and it is the clear telltale signs of what Ruto did in 2007 and what he was indicted on charges of the ICC. In fact, for most people who remember, part of the charges that Ruto was actually being accused by the prosecutor is political organization of civilian groups against dissenting opposition and creating fear among his communities. That is what he did in 2007. That is exactly what he is going to do in 2027. And this telltale signs of goons is a clear indication of what is happening. That is why Ruto has not talked about goons anywhere. He has not condemned the issue of goonism in Kenya. He has become so silent about it because that is his only tool that he will use
in 2027. And I'm telling Kenyans that if that is going to be the mantra in this country, you have the right to self-defense, you have the right to also attack those goons, you have the right to also beat up those goons, and if it is also possible, send them to heaven. Can I ask you a question? Na wakati mjadala huo ukiendelea mitandaoni, upande wa mahakama nako kuna hatua mpya ambazo zinaweza kuwa na athari kubwa kisiasa. Mahakama Kuu ilitoa uamuzi kuhusu matumizi ya ofisi za umma katika shughuli za kampeni. Sasa viongozi wa mashirika ya kiraia wanasema kuna ukiukaji wa maagizo hayo. Katika mkutano na waandishi wa habari, Hussein Khalid pamoja na wakili Ian Mutiso wametangaza hatua za kisheria dhidi ya spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, wakidai amedharau amri ya mahakama. Kesi hii inaweza kuwa moja ya mijadala muhimu kuhusu mipaka kati ya siasa na katiba kadri uchaguzi wa mwaka 2027 unavyokaribia. Over the weekend, we saw the Speaker of the National Assembly openly defying those court orders and engaging in political activities in Western Kenya. This is not just unconstitutional, but it shows the level of arrogance and contempt that senior government officials have in this country. Ndio tunawaomba kwamba kura ya 2027 mtaangusha kwa kikapu kimoja, mtaweka kwa debe moja. And I did file an application for contempt of court orders yesterday evening, and today that application was placed before the Honorable Judge, who was able to certify that application quite urgently. And despite that we have not been given orders as far as the application for contempt is concerned, this application is going to be heard on the 16th of July in open court. And we are asking Kenyans to please take notes. Wherever you are, these are the kind of leaders that we have here today. These are the kind of leaders that are going around campaigning and asking to be given another chance. You should be very careful with those who are coming to you, asking you for your votes. If these individuals are openly defying the Constitution, openly defying court orders, it should tell you something. Ukiziunganisha video hizi zote tano, kuna picha moja kubwa inajitokeza ya kwamba video za zamani zinafunuliwa, kauli za viongozi zinachambuliwa upya, migongano ya kisiasa inaongezeka, vijana wanaendelea kutoa maoni kwa nguvu zaidi, na wakati huo huo mahakama zinaendelea kuwa sehemu muhimu ya mijadala ya kisiasa. Swali kubwa sasa si tu nani atagombea mwaka 2027, swali ni je, siasa za Kenya zinaingia katika kipindi kipya kabisa? Ningependa kusikia kutoka kwako, ni ipi kati ya video hizi tano imekushangaza zaidi na unafikiri ndio itakuwa na athari kubwa zaidi kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. The government is acting illegally. In fact, I could say that the Ruto regime has become a criminal enterprise. They are acting illegally, and that's why they are using unmarked vehicles. The police officers who are used even mask themselves, and they are in civilian clothes against the court orders that have required them to be in uniform with their police force numbers so that they are identified. A government which has nothing to hide does not act like that. There is no reason whatsoever why a government should be involved in acts of criminality and hide behind unmarked vehicles and masks. So that's what we are saying, that Kenyans as a whole, I want to appeal to you. We are slowly descending to the state of Haiti. Haiti started like this. Now, if you get government engaging goons to disrupt legal proceedings, including church worship proceedings, what are you telling the country? I want to appeal to all Kenyans that we stand up and say no to what is happening. If we don't do that, we are slowly descending into the state of Haiti.